Mtazamaji wa Daily News Digital na habari leo, hapa ni katika mtaa wa Bomba Mzinga uliopo katika kata ya Sevia, manispaa ya Tabora, ambapo nyuma yangu ni nyumbani kwa Rajab Mabula ambaye ni baba mzazi wa Sakina Mabula, mtoto ambaye katika wiki kadhaa zilizopita hapa katika habari leo na Daily News Digital tuliripoti taarifa yake, ambapo aliomba Watanzania msaada kwa ajili ya kwenda kumfanyia matibabu ya kurudisha njia yake ya kutolea haja kubwa, ambapo awali alikuwa akitoa haja hiyo kupitia sehemu ya tumbo lake ambayo ilitolewa kama njia mbadala kwa ajili ya yeye kujisaidia kwa wakati huu. Na mara baada ya kuomba msaada kutoka kwa Watanzania, basi alifanyiwa matibabu hayo na leo hii amefika hapa nyumbani, na Daily News Digital tukasema tufike kuweza kuzungumza naye tuone hali halisi ya mtoto na namna ambavyo mzazi amefarijika kupitia msaada ambao Watanzania na serikali kwa ujumla waliutoa kuhakikisha kwamba mtoto huyu anarudi katika hali ya kawaida ya kujisaidia kama walivyo binadamu wengine, yani mimi na wewe. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital. Sasa hivi tunaelekea ndani tukamuone mtoto Sakina Mabula namna alivyo na hali yake kwa sasa. Odi huku jamani. Safi kabisa. Naam. Mabula. Maana siku chache tulikuwa tukizungumza hapa na Daily News Digital, lakini pia habari leo kufahamu hali yake, na nakumbuka ulizungumza na Watanzania, ukazungumza mahitaji yako, na nafikiri Watanzania walikuunga mkono kwa namna yao, na waandishi wa habari pia tulifanya katika nafasi yetu. Sasa hivi bwana Rajab Mabula, hali ikoje? Na furaha, ninashukuru Mwenyezi Mungu, nina amani sasa hivi ya kutosha. Ile stress nilokuwa nayo kwa sasa hivi, ile giza nilokuwa nalo mbele sasa hivi kidogo si haba, na mshukuru Allah kwa sababu ilimetoka kidogo, angalau nina amani, kwa sababu amani ilikuwa haipo juu ya mtoto wangu Sakina, maana yake alikuwa katika hali mbaya sana. Ninawashukuru sana Watanzania, ninawashukuru sana waandishi wa habari nyie Daily News na habari leo, ninawashukuru sana kwa sababu wamenikamata mkono. Ninawashukuru sana pia Watanzania nyote, ninawashukuru mno kwa sababu nimependa huu ndo Utanzania, kwa sababu Tanzania ni amani. Ninashukuru sana kwa sababu mmenisupport vya kutosha na kunikamata mkono mpaka time hapa nimefika. Ninawashukuru sana. Mama Sakina, vipi hali? Salama. Cha msingi mimi nashukuru sana na nina furaha sana. Mwanangu sasa hivi anaendelea vizuri, ile sehemu imekaa sawa, sasa hivi anajisaidia kwenye njia ya kawaida. Kwa nashukuru sana Watanzania, nashukuru waandishi wa habari wote kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipofikia. Sasa hivi umetoka Bugando, maudi hapo kuna mtoto wako salama kabisa. Labda kuna vyovyote vya kuzingatia ambavyo kwa mujibu wa madaktari au wataalamu wa swala ya kiafya wamekupatia? Wameniambia nizingatie upande wa vyakula vyake, nisipende kumpa vyakula vyenye ngano, vitu vyenye gesi. Kwa sasa hivi niache kwanza mpaka watapojilizisha wao. Kingine nimeambiwa niwe nahudhuria kliniki kila wataponiandikia tarehe. Hivi hapa tarehe 26 nitaelekea tena Bugando kwa ajili ya kwenda kumwangalia. Hiyo taratibu ya kumlisha vyakula ambavyo ni line kwa mujibu wa afya yake kwa sasa ni kwa muda gani hasa? Mpaka wataposema wao. Nahisi ndani hata miezi 3 labda, ila sijajua. Ila wamesema tu kwa sababu bado tumboni hakujakaa sawa. Ninawashukuru, lakini pia nilikuwa bado naomba mnisaidie kitu kimoja, kwa sababu mimi kiuchumi sio sijakaa sawa. Mtoto kapona, mtoto yuko vizuri kwa sasa hivi, lakini kiuchumi siko vizuri. Sasa nilikuwa naomba kwa Mtanzania yoyote, kiongozi yoyote, au kama ni serikali, mimi ninachokiomba wanisaidie bima kama nitaipata, kwa sababu bima kidogo itakuwa vizuri, kwa sababu sasa hivi atatumia bima. Naam, hao ni wazazi wa mtoto Sakina ambaye kama ambavyo mwasikia awali alikuwa akipitia changamoto, kwa maana alizaliwa akiwa hana eneo la kutolea haja kubwa, na ilitumika njia mbadala kwa ajili ya kupata haja kubwa, ambapo alipasuliwa sehemu ya tumbo lake, ikatumika hiyo kama njia mbadala. Lakini kwa sasa taratibu zote ambazo zimefanywa na viongozi wa serikali, lakini pia Watanzania kwa ujumla na wataalamu wa masuala ya afya, umetamatisha hilo na kupelekea sasa hivi anajisaidia katika njia yake halisi ambayo Mungu amepanga mimi na wewe tuweze kuitumia njia hiyo. Hapa ni nyumbani kwa baba
mtoto wa Sakina ambaye anafahamika kama Rajabu Mabula. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram tukifahamika kama Habari Leo. Usiache kutufuatilia, lakini pia endelea kusubscribe, kucomment na kulike katika mitandao yetu yote ya kijamii. Na hapa nilipo ni Tabora.